العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Tunaondokea kwenye aya 159 leo katika sura yetu ya 4 hii. Tulikuwa tunazungumzia au tupo katika sura ya 4 tunazungumzia kisa cha Nabii Isa alayhi salam na jinsi wanavyoamini watu wa kitabu Mayahudi na Wakristo kuhusu Isa. Haya tuliyomalizia darasa ya mwisho wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah, na kauli yao wanasema sisi tumemuua Isa mwana wa Mariamu, huyo mtume wa Mungu anayeitwa mtume wa Mungu. Wama qataluhu wama salabuhu, lakini hawakumuua wala hawakumsulubu. Walakin shubbiha lahum, lakini wamefananishiwa mtu katika sura yake, wakamuua huyo wakamsulubu huyo wakidhani ndo Isa. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, na hakika waliokhtilafiana kuhusiana na kadhia ya Isa wao wenyewe wanashaka kuhusu jambo hilo. Ma lahum bihi min ilmi, hawana elimu juu ya jambo hilo la kufa kwa Isa, hawana uhakika. Illa ittiba' dhanni, isipokuwa wanafuata dhana, mambo ya kufikiria. Wama qataluhu yaqina, kwa uhakika hawakumuua. Allah anasema bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima, lakini Allah amemnyanyua kwake na Allah ana nguvu ya kufanya atakalo bila ya kukwazwa, anafanya kwa hikma kila analolifanya. Wa in min ahli alkitabi, na hakuna yoyote katika watu wa kitabu, illa la yu'minanna bihi qabla mauti, isipokuwa atamuamini Isa kabla hajafa. Yahudi yoyote, Mkristo yoyote atamuamini Isa kuwa ni mtume wa Mungu kabla hajamaliza kutoka roho. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida, na siku ya kiyama, siku ambayo kila umma utaletewa shahidi wao, Isa ndo atakuwa shahidi wao. Waliomuitakidi vyovyote vile, yeye atakuja kuwa shahidi wao kuwakataa. Fabizulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin wa hillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira, basi kwa sababu ya dhulma ya wale watu waliojifanyia dini ya Uyahudi
Mayahudi. Maana Uyahudi si dini iliyotoka kwa Allah, lakini wenyewe wamejiita jina hilo, wamejifanyia iwe ndio dini kabila yao. Kwa sababu ya dhulma ya Mayahudi, haramna alaihim tayyibatin wa hillat lahum, tuliwaharamishia vitu vizuri ambavyo huko nyuma walikuwa wamehalalishiwa. Allah akawaletea aya akawaharamishia baadhi ya vitu vingi vizuri. Wa bisaddihim an sabilillahi kathira, na walifanywa hivyo kwa sababu ya makosa yao ya kuizuia dini ya Allah kwa wingi. Wanawapotosha watu, hawawakubali kufuata dini ya haki, wanawalazimisha washike dini ya upotofu. Wa akhdhihim riba, kosa jingine wanalofanya Mayahudi, wanachukua pato la riba. Waqad nuhu anhu, na wakati wamekatazwa miamala hiyo. Kwenye hivyo vitabu wanavyoviamini, riba ilikatazwa, na kwenye hichi kitabu cha mwisho wanachokipinga, riba imekatazwa. Kwa hiyo Allah amewapa adhabu nyingi hapa duniani kwa sababu ya makosa yao makubwa makubwa. Wa aklihim amwala nasi bil batil, pia wana tabia Mayahudi ya kudhulumu watu. Wanakula mali za watu bila ya uhalali. Wa atadna lilkafirina minhum adhaban alima, na tumewaandalia wale wanaoikataa haki katika wao adhabu inayouma. Watastarehe duniani kidogo, lakini wakifika huko wanakwenda kwenye adhabu kali. Lakini ar-rasikhuna fil ilmi minhum, lakini wale waliojikita katika ilmu katika hawa Mayahudi, wale wenye ilmu yenye manufaa, walmu'minuna, na waumini waliomkubali Muhammad, yu'minuna bima unzila ilaika, hawa wanaamini yote ulioteremshiwa we Muhammad. Yani Mayahudi wenye elimu ya uhakika, elimu yenye manufaa, wanatambua ukweli wa unayoyasema Muhammad. Na waumini waliokufuata wewe wanafahamu ukweli wa yale ambayo unawaambia, wanaamini imani ya uhakika kabisa. Wanayaamini ma unzila ilaika, ulioteremshiwa wewe, wa ma unzila min qablika, na yaliyoteremshwa katika vitabu vilivyokuja kabla yako. Mayahudi wanakubali na waumini wanakubali. Walmuqimina salata walmu'tuna zakata, na pia wamenyooka katika kukubali wale watu wenye kusimamisha swala zao vizuri, na wale wanaotoa zaka kwenye miamala yao ya mali, wanatoa zaka. Walmu'minuna billahi wal yawmil akhir, na watu wenye imani thabiti kuhusu Allah na siku ya kiyama. Ulaika sanutihim ajran azima, hawa tutawapa ujira mkubwa. Yani wanayoyafanya katika dunia yao yanakuwa ni ibada, na walimuabudu kayakubali, kwa hiyo atawalipa ujira mkubwa waumini watendaji wa mambo mema. Allahumma ja'alna minhum. Tafsiri ya aya hizo ni kwamba wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti, hakuna yoyote katika watu wa kitabu, Mayahudi na Wakristo, ila atamuamini Isa kabla ya mauti yake. Ai, maana yake laisa ahadun min alyahudi wan nasara, hapana yoyote katika Mayahudi na Wakristo, illa la yu'minanna qabla mauti, isipokuwa Yahudi huyo au Mkristo huyo ataamini kabla ya mauti yake bi Isa, kumwamini Isa. Wa bi annahu abdullahi wa rasuluhu, imani atakayoamini kwamba Isa ni mja wa Allah na mtume wake. Lakini imani hii itakuja mahala sio muwafaka. Imani yao itatengenea hina yuayanu malaikatal mauti, pale watakapowaona malaika wa mauti wamekuja kuchukua roho. Pale mtu akili yake hufunguka. Na sio hao tu, mtu yoyote hata Muislamu
Alikuwa mzembe huko nyuma haswali, ndio yule anasema laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin, Mola wangu mbona ninakufa hivi, si bora ukanipa dakika chache ukaniakhirishia kufa ili nitengeneze yale niliyoyazembea, nitoe sadaka, nijiorodheshe katika watu wema. Wakati wa kufa unadhihiri uhakika, watu wote pale wanaona uhakika. Hata mchawi mwanga kesha dhulumu sana, kesha fanya ushirikina sana, wakati roho inatoka anaona matokeo ya amali zake. Ndo kawaida. Sasa hawa wanakataa, wanazuia njia ya haki, wanawapotosha watu kwa ajili ya manufaa. Lakini wote Allah atawaonyesha ukweli, wataukiri ukweli. Wanasema Waswahili, dakika za majeruhi. Atakapoona malaika wa mauti wanakuja kuchukua roho yake, pale ataona na ataukiri ukweli. Walakin la yanfa'uhu imanuhu, lakini haitomnufaisha imani yake ya wakati ule, wakati wa kufa. Qala Ibn Abbas, na amesema Bwana Abdullah ibn Abbas, la yamutu yahudiyun hatta yu'mina bi'Isa qabla la yamutu yahudiyun, hafi myahudi yoyote, hata yu'mina bi'Isa, mpaka amwamini Isa, roho yake ndio itatoka. Qila lahu, Ibn Abbas akaulizwa na watu aliowaambia hivi, araita in duribat unuqa ahadihim, unaonaje kama mtu kafa kwa kukatwa kichwa, atapata wapi time ya kukumbuka mambo hayo, kumwamini Isa? Yuko kwenye mapambano, pigwa upanga, kichwa mbali, mwili mbali, kuna sekunde hapo za kufikiri chochote kuhusu akhera, kuhusu mtume, kuhusu nini? Qala, Ibn Abbas akajibu, yaljaliju biha lisanuhu, hata kama kakatwa kichwa, roho inatoka na mtu akili yake iko timamu, atautikisa ulimi wake kutaka kutamka shahada, kuukiri ukweli. Wakadha Sahan, Mujahidin wa Ikrima wa Ibn Sirin. Kauli hii hakuisema Ibn Abbas peke yake, imesihi kwamba wameisema kauli hii wanawachuoni wengine. Kama Mujahid, Ikrima na Ibn Sirin. Amesema wakati wa kufa mtu akili yake huwa ina charge, anaukiri ukweli, lakini ukweli unaokiriwa wakati ule hauna manufaa. Hata ukipata shahada haisaidi kitu, inakuwa kama shahada ya Firaun. Anakufa akasema ashhadu an la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, nashuhudia hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki ila yule ambaye wamemwamini wana wa Israeli, na mimi ni katika Waislamu. Lakini hata maneno yake mazuri hayo hayakukubaliwa wakati ule. Kwa hiyo ndo kesi ya kila mmoja kati yetu itakayomfika. Anazembea, anafanya upuuzi, mpaka siku ya kufa roho inatoka, ndo pale anafahamu ukweli. Lakini akiufahamu ukweli hawezi kunufaika nao. Kwa hiyo hakuna mtu katika watu wa Yahudi ambaye hatomwamini Isa kabla ya kufa kwake. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida, na siku ya kiyama Isa ndo atakuja kuwa shahidi wao. Hiyo ni siku ya mahakama. Kwa hiyo kuna walalamikaji, kuna walalamikiwa, kuna mashahidi. Na tumeambiwa kama tulivyosoma kwenye sura hii nyuma tulipotokea, mtume kaambiwa, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidi, unahisi vipi hali itavyokuwa siku ambayo kila umma tutauletea shahidi wao. Wajina bika ala haula shahida, na wewe Muhammad tukakuleta ndo shahidi ya umati wako huu, watu unopambana nao, unokinzana nao.
umewaletea jambo la maslahi yao wenyewe, lakini bado wameunda jeshi wanapigana na wewe, hali itakuwaje? Yani wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida yashhadu Isa ala alyahud, Allah atakuwa ni shahidi juu ya Mayahudi. Hapa wamemkataa, wamesema mtoto wa nje ya ndoa na hawezi kupewa heshima hii mtu aliyekuwa kutoka kwenye nasabu halali. Lakini kabla ya kufa watamfahamu kuwa kweli ni mtume wa Mungu aliyoyasema sahihi, ila haitosaidia kumkubali kwao. Na siku ya Kiyama, wakati ya kuendeshwa mashtaka, kesi zao zitakapotajwa, Isa ndo atakuwa shahidi wao kwamba niliwapelekea ujumbe, lakini walinipinga, walinikataa, wakanitukana, wakanisingizia, wakafanya hivi. Atakuja kuwa ni shahidi wao. Yashhadu ala alyahudi, atakuwa ni shahidi kwa Mayahudi, bi annahum kadhabuhu, atashuhudia kuwa kawapelekea ujumbe wenye manufaa yao wenyewe, lakini wakamkadhibisha. Wa ala nasara, pia Isa atakuwa ni shahidi kwa manasara wa Kristo. Atashuhudia nini? Atashuhudia bi annahum da'u bi annahum da'awhu ibnullah, walimdaiya kuwa yeye ni mtoto wa Mungu. Hawa wamemtukuza sana, wale wamemtukana na wakamdhalilisha sana. Kwa hiyo yeye mwenyewe Isa ndo atakayokuja kuwa shahidi siku hiyo. Fa bidhulmin min alladhina hadu, basi kwa dhulma iliyofanywa na wale waliojitengenezea dini ya Uyahudi, kwa dhulma zao, haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, tuliwaharamishia vitu vizuri vizuri ambavyo walikuwa wamehalalishiwa katika vyakula. Ai, maana yake bisababi dhulmi alyahudi, kwa sababu dhulma ya Mayahudi, na wamedhulumu haki za Mola wao kwa sababu ya dhulma ya Mayahudi. Wamartakabuhu min adh-dhunubi al-azima, na yale walioyafanya katika madhambi makubwa makubwa. Haramna alaihim anwa'an min at-tayyibat, tuliwaharamishia namna mbalimbali ya vyakula vizuri. Allati, ambavyo kanat muhillatun lahum, uko nyuma kabla vilikuwa ni halali kwao, lakini kwa sababu ya matatizo fulani fulani wakapewa punishment kwamba tumekuharamishieni hichi na hichi na hichi. Wabisaddihim an sabilillahi, sababu nyingine iliyopelekea waharamishiwe ni kule kuizuia dini ya Allah. Wanawazuia watu wasiishi maisha ya dini ya kumwabudu Allah. Sijui wanapata faida gani, lakini wao wamekataa kumwabudu Allah na wanatengeneza mazingira ya kwamba watu wote wasimwabudu Allah. Asad ni kuzuia. Kwa hiyo kama kuna watu wanapenda kuishi maisha ya imani, kumwabudu muumba wao, kuna wengine hilo jambo hawalitaki na wanalizuia. Wamefanya Mayahudi na wanafanya mpaka hivi sasa. Hawataki pahala dini isimame iwe imo katika maisha ya watu. Yani wabisaddihim an sabilillahi kathira wa biman'ihim kathiran minan nasi, wanatabia Mayahudi ya kuwazuia watu wengi ani dukhuli fi dinillahi, wasiingie kwenye dini ya Allah. Kila mtu mwenye akili timamu akiambiwa maneno kwa hoja, akili yake inakubaliana na ukweli, lakini panatengenezwa mazingira ya kwamba watu hata kama wataujua ukweli waogope kukubali ukweli. Yani wewe unaona nafsi yako ndogo, lakini aliyeshika dini kashikwa, kauawa, kapotea kwenye mazingira ya kutatanisha, kakaa jela kwa muda mrefu. Mtu anayejipenda asema mashaka haya ya nini bwana? Mungu anajua nia yangu. Basi anakubaliana na wale wazuiaji, anaishi kwa mila wanayotaka kwa kuogopa. Kwa hiyo watu waliokuwa wengi wenye akili zao timamu wanakataa kuishi maisha ya dini kwa sababu ya kuwaogopa viumbe. Kwa hiyo wanaona bora wasimuogope muumba,
lakini waogope viumbe kwa sababu ndo wako karibu nao. Kwa hiyo na hili ni kosa nalo ambalo wamefanya au wanafanya Mayahudi, likapelekea wapewe adhabu kama hizo ndogo ndogo za duniani. Qala Mujahid amesema, saddu anfusahum, wao wenyewe wamejizuia kuikubali dini ya haki, wa ghairihim, na wakawazuia watu wengine, anil haqi, wasikubali haki, wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu, wao wamejikataza kuikubali haki na wanawakataza watu wengine wasende kwenye haki. Kwa hiyo na hii pia ni sababu Allah akawawekea ngumu. Wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu, kosa jingine wanachukua mafao ya riba na wanatumia wakati wamekatazwa mali hii wasifanye. Taurati imekataza riba, Injili imekataza riba, Qur'ani imekataza riba, lakini bado ndo kwanza watu wanafanya. Nani wanamkomoa haijulikani. Kwa hiyo akhdhimu riba, kosa la kuchukua kwao riba, wa qad nuhu anhu, na ila hali hili jambo wamekatazwa, yani ta'tihimu riba, kule kufanya kwao miamala ya riba. Wanachukua riba, wanatoa riba, wanapokea riba, wanafanya mikataba ya riba, wakati wamekatazwa suala hili la riba wasifanye. Waqad haramahu Allahu alaihim fi Taurati, wanafanya miamala ya riba hali ya kwamba Allah kwenye Taurati amewakataza, na huku wanasema wao Taurati wanaikubali ndo kitabu chao, wanamkubali Musa ndo mtume wao, lakini wanakwenda kinyume na mafunzo ya Musa na wanakwenda kinyume na Taurati, kitabu alichopewa Musa. Wa aklihim amwala an-nasi bil batil, kosa jingine wanalofanya Mayahudi, wanakula mali za watu kwa njia za batil, wanadhulumu watu wanyonge, wao tu wapate haiba ya maisha ya dunia. Yani wanatabia Mayahudi pia ya kudhulumu mali za watu, ai birishwati, kwa rushwa. Ni wataalamu wa kupokea rushwa, na mambo yao mengi ili yafanikiwe lazima wapitie mlango wa kutoa rushwa. Wasairi alwujuhi almuharrama, na wanafanya mambo mengine kwa sura mbalimbali zilizo haramu. Kila wanalokatazwa wao hawakubali kukatazika, wanalitengenezea mazingira na masuala, wakajadili, wakasema kwani lina tatizo gani? Innamal bay'u mithlu riba, hii riba ni kama biashara tu. Biashara, nanunua mzigo, nauza kwa pesa zaidi, napata faida. Na riba nayo ni vifo hivyo. Kaja mtu kukopa pesa zangu, anakopa lakini akinilipa niongezee. Ni makosa wanafanya. Wa atadna lilkafirina minhum adhaban alima, na tumeandaa kwa ajili ya wale wanaokufuru dini yetu katika Mayahudi, tumewaandalia adhabu yenye maumivu, adhabu kali. Ai maana yake, wa hayyana liman kafara bihaulai min haulai alyahudi, tumeshaandaa kwa wale wanaoikufuru dini ya haki katika hawa Mayahudi. Kaletwa mtume, katajwa kwenye vitabu vyao Muhammad, mpaka jina lake limeandikwa kwenye Taurati na Injili. Alipokuja wamemkataa baada ya kumfahamu ndo huyu. Kwa hiyo wale watakaokataa haki, Allah anasema hayyana liman kafara min haulai alyahudi, tumeshaandaa kwa watakaokufuru miongoni mwa hawa Mayahudi al-adhab al-mu'lim, adhabu yenye maumivu, al-muja, kali, itawapa machungu. Lakini ar-rasikhuna minhum, lakini ar-rasikhuna fil ilmi minhum, lakini sio wote, ndo maana yake. Kama tulivyopita kwenye sura Ali Imran, Allah amesema laisu sawaa, hawa Mayahudi
pamoja na kwamba majority ni wakorofi, lakini sio wote, hawako sawa sawa. Wako wengine wamenyooka na wengine wakikumbana na ukweli wanakubaliana nao. Lakini rasikhuna fil ilmi minhum, lakini wale waliojikita katika ilmu miongoni mwa Mayahudi, wamesoma elimu yenye manufaa halafu wakaitendea haki, wako wenye ufahamu mzuri. Ai, maana yake lakini almutamakkinuna fil ilmi minhum, lakini wale watu ambao wamejimakinisha kwenye ilmu katika wao miongoni mwao, wathabituna fihi, wale waliothubutu katika ilmu, wanasoma, wanafahamu na wanaitendea haki ilmu yao, ka Abdullah ibn Salami wa jamaatu, kama walioishi wakati wa Mtume. Kuna bwana anaitwa Abdullah ibn Salam, ni Myahudi, alikuwa na wafuasi wake Wayahudi wenziwe waliokuwa wamemuunga mkono. Walipatwa na maudhi kwa watu wao, lakini walisubiri, walikubaliana na ukweli, wakamwamini Mtume Muhammad, wakaiamini Qur'an. Walmu'minuna, na waumini, yani wafuasi wa Muhammad aliowatoa kwenye ushirikina, walipoona haki wakakubaliana naye. Min almuhajirina wal ansari, hawa waumini ni miongoni mwa muhajirina, watu wa Maka, na ansari, watu wa Madina, ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam, ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kuna wasomi katika Mayahudi wameikubali haki, na kuna wasomi katika waumini muhajirina na ansari wameikubali haki, min ghairi ahli alkitabi, hawa wengine si katika watu wa kitabu waliotoka kwenye dini ya Uyahudi au dini ya Unasara, ni watu waliokuwa kwenye mila zao za ushirikina tofauti tofauti, lakini ulipokuja ukweli waliukubali ukweli, wakaishi nao. Hao ndo wanaowazungumzia hao. Hawa yu'minuna bima unzila ilaiki, hawa wanayaamini yote ulioteremshiwa wewe Muhammad, wameyakubali kweli kweli. Wama unzila min qablik, na wanayaamini yaliyoteremshwa kabla yako kwenye vitabu vilivyotangulia, Taurati, Injili, Zaburi na vinginevyo. Ai, maana yake yu'minuna bilkitabi wal anbiya, wanaamini kitabu na wanawaamini mitume waliopewa kitabu. Walmuqimina salata, na watu ambao wanathubutu kwenye swala zao vizuri, wanaswali swala zao perfectly. Ai, maana yake amdaha almuqimina salata fahuwa nasbun ala almadh. Allah amewasifia wenye kusimamisha swala, swala ikanasibishwa na sifa yao nzuri. Ni wale wale waumini, lakini ni waumini alafu watendaji, wanakifanyia kazi kile walichokiamini, wanasimamisha swala zao vizuri. Walmu'tuna zakata, kwenye masala ya uchumi wanajua walichomiliki kuna haki ya kutolewa zaka, wanatoa zaka. Wengine wagumu, mali yao wamechuma wenyewe alafu waambiwe watoe, hawatoi. Lakini hawa walioamini imani ya dhati na wakasoma elimu yenye manufaa ni watekelezaji wa yale ambayo wameamini, wanaswali vizuri, wanatoa zaka. Yani almu'tuna zakata amwalihim, wanachuma mali na wanamiliki mali, ila wanajua haki isiyokuwa yao kwenye mali zao, ukifika wakati wanatoa zaka. Walmu'minuna billahi wal yawmil akhir, na wale ambao kwa uhakika wanamuamini Allah na wanajua kuna siku ya mwisho. Yani walmu'minuna biwahdaniyati llahi, wale watu wanaoamini kwamba Allah ni mmoja, wanaukubali upweke wa Allah, wa yuko peke yake. Wa bil ba'thi ba'da al-mauti, wanaamini kwamba tunaishi duniani tutakufa, lakini kuna kufufuliwa baada ya mauti.
Hivi ndo vigezo vinavyothibiti katika tabia za watu vinavyowathibitisha kwamba ni waumini. Sio kaamini anajitangaza Muislamu lakini hayuko vizuri kwenye swala, hatoi zaka kwenye mali yake, haamini kuwa kuna maisha baada ya maisha haya, lakini anasema yeye ni Muislamu muumini. Kinachofafanuliwa hapa ni kuthibitisha kuna watu wameamini hata kama walitoka kwenye shari kabla ya kuamini kwao, lakini ulipokuja ukweli wakaukubali na wakautendea haki yake, wakaufanyia kazi kwenye matendo. Ulaika sanutihim ajran azima walmu'minuna billahi wal yawmil akhir, wanamuamini Allah na wanajua kuna siku ya mwisho. Almu'minuna biwahdaniyati llahi wa bilba'thi ba'da almaut, wanaamini Allah ni mmoja aliyepweke na wanaamini kuna maisha baada ya mauti. Ulaika sanutihi ajran azima, watu walio katika utaratibu huu wanaamini na wanatekeleza walichoamini kwa vitendo, hawa tutawapa ujira mkubwa kwenye amali zao walizofanya ndani ya imani. Ulaika sanutihim ajran azima, hawa tutawapa ujira mkubwa. Walichokifanya walikifanya kwa ajili ya Allah, na Allah ndiye aliyeweka mpango wa kuja kuwalipa watu siku ya malipo. Kwa hiyo waliofanya kwa ajili ya Allah, siku hiyo wakirudi watakuta ujira wao wa walichokifanya. Hawa waliokuwa hawana imani wanafanya na wao mengi, lakini hawakufanya kwa ajili ya Allah, hawatapata ujira wowote. Yani ulaika sanutihim ajran azima, haula almawsufuna bil awsafi aljalila, hawa watu waliosifiwa kwa sifa tukufu. Sanutihim thawaban jazila, tutawapa malipo ya kutosheleza. Ala taatihim, kwa sababu ya utiifu wao, walipewa maagizo wakayatekeleza. Wa huwa alkhuludu fil janna, malipo pekee watakayopewa ni kwamba watakaa peponi milele, na huko peponi kuna neema za aina mbalimbali hazina mwisho. Huku mwisho shekhe kasema, katuwekea maneno ya faida, alfawaid. Kuna maneno ya faida. Qala fi tashhil, shekhe aliandika tafsiri inayoitwa tashhil. Kwenye aya hizi kuna maneno kasema, katoa comment zake. Kasema, in qila kaifa qalu fihi rasulullah wa hum yakfuruna bihi wa yasubbunahu. Kwenye aya tulizopita kuna maneno, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama rasulullah. Kauli yao Mayahudi walivyosema, sisi tumemuua Isa mtoto wa Maryamu mtume wa Mungu. Sasa kuna mtu anaweza akachanganyikiwa hapa akasema, kumbe wanamtambua kuwa mtume wa Mungu, kwa nini wamemtaja haswa kwamba tumemuua mtume wa Mungu? Kama kuna mtu atapata akilini mwake suala kama hilo, shekhe akasema, fal jawabu min thalathati awjuhi, jawabu ambayo anaweza kujibiwa itakuja katika sura tatu. Ahaduha, jawabu moja katika tatu, annahum qalu dhalika ala wajhi at-tahakkumi wal istihza'i, kumuita kwao ni mtume wa Mungu wamemuita kwa sura ya dharau na kejeli, ndo hawamuamini kama mtume wa Mungu, ndo maana wakamuua. Nasema anajikweza tu, wanataka kujipa daraja, hadhi, sisi tukubali mtume wa Mungu akawe huyu. Kwa hiyo kule kumwita mtume wa Mungu ni kama kusema tumemuua huyo anayeitwa mtume wa Mungu, mtume wenu. Tukanukuu maneno ya Firauni alipoambia watu wake, inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Musa huyu Firauni naye kawaambia watu wake, huyu mtume wenu mliyetumiwa
mwenda wazimu, wallahi mwenda wazimu. Kwa hiyo ni dharau tu, yeye haamini kama ni mtume na ndo kamfanyia aliyomfanyia. Na hawa hawamuamini Isa kuwa ni mtume, ndo wakamfanyia waliomfanyia, alafu wakasema hivyo kwa njia ya istihzai. Moja hiyo. Wa thani, na sura ya pili katika 3. Kwa nini wamemuita hivyo Rasulullah? Annahum qaluhu ala hasbi i'tiqadi almuslimina fihi. Inawezekana wamesema maneno hayo kwa sababu waliowaambia ni wale waliomkubali. Kwa hiyo wamesema kwa mujibu wa anavyoaminiwa na Waislamu. Sisi tushamuua huyo Isa mtoto wa Mariamu, mtume wa Mungu kama mnavyoamini nyinyi. Kama hawafanyi istihzai, basi wamemuita hivyo kwa mnasaba na wale wanaomkubali hivyo, wakawaambia tushamuua huyo mtume wa Mungu. Kaannahum qalu, kama kwamba wamesema Rasulullahi indakum, qatalna Rasulallahi indakum, tumemuua yule ambaye nyinyi mnaamini kuwa mtume wa Mungu, tushamuua. Au bizamikum, au wana maana ya kwamba tumemuua huyu mnayedai kuwa ni mtume wa Mungu. Hiyo ni sura ya pili ya jawabu. Kwa nini wakamuita Rasulullah na wakati wanamkataa? Wamemuita kwa sababu ya anavyokubaliwa na wengine. Wa thalith, na sura ya 3 ya jawabu la anayeuliza swala hilo, kwa nini wamuite mtume wa Mungu na wakati hawamwamini? Sura ya 3 ya jawabu, annahu min qawli llahi, hichi kilichoandikwa hapa tunachokisoma hapa, hii ni kauli ya Allah. Allah anamthibitisha huyu ni mtume, kamtuma kweli. Kwa hiyo wale wamesema tumeshamuua Isa mwana wa Mariamu, wamemuua mjumbe wa Allah, na mjumbe hauawi. La min qawlihim, haitoki kutokana na kauli yao, lakini Allah ndo aliyeweka hivyo. Yeye anathibitisha kamtuma kweli. Watu wanasema kwa fahari na kujisifu, tumemuua. Kwa hiyo hii kauli ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqifu qablahu, au fayuqafu qablahu. Kama mtu anasoma hiyo aya, anafanya wakfu, anasimama kabla ya kuyasema maneno haya. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam, alafu Rasulullah, lakini huyu ni mtume wa Allah. Wa faidatuhu, na faida yake, ta'dhimu dhanbahu, ni kuonyesha ukubwa wa kosa walilolifanya. Wamemuua mtume wa Mungu, katumwa kwao kwa usalama wao wenyewe, halafu wakamuua. Wa takbihu qawlihim, pia tunafanya hivyo kwa sababu ya kuonyesha ubaya wa kauli yao. Wamesema kauli mbaya, wamefanya dhulma kule, kuua tu. Hata kama wangekuwa wameua si mtume, kuua tu peke yake ni dhambi na dhulma kubwa. Kwa hiyo wamefanya kitendo kibaya, kuua mtume wa Mungu. Kwa hiyo kauli yao mbaya, wamesema inna qatalnahu, huyo ambaye nyinyi mnaamini mtume, si ndo tushamuua? Mnasemaje? Mtafanya nini? Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah mtukufu aliyosema hapo mbele, wama qataluhu wama salabuhu, hawakumuua Isa wala hawakumsulubu Isa. Raddun ala al-yahudi wa takdhibun lahum, hii ni jawabu ya kuwaradi Mayahudi, na Allah anawaambia wanachosema ni uongo, sio kweli. Waradun ala nasara, pia kauli hiyo hiyo Allah anawaradi wa Kristo. Wao wa Kristo wana kauli tofauti na Mayahudi kuhusu Isa. Anawaradi wa Kristo fi qaulihim, katika kauli yao, annahu suliba hatta abadu saliba. Wa Kristo wanaitakidi kuwa kasulubiwa,
na Mayahudi, na kwa jinsi wao walivyomkubali wakampandisha cheo kuwa ni mtoto wa Mungu. Wengine wanasema ni Mungu mkuu na mwokozi wao, wengine wanasema ni moja katika nafsi tatu za Mungu. Wamemkweza sana. Kwa hiyo Allah na wao pia akawaradi kwamba huyu munayesema kasulubiwa, mtoto wa Mungu, halafu kateswa, kasulubiwa, kauawa, mpaka na nyinyi mkajitundikia misalaba kwa kuhuzunika namna ya kifo alichopewa. Unaona? Mnaabudu msalaba kwa ajili ya Isa mwana wa Maryam. Kwa hiyo hii pia raduna ala nasara, ni jawabu ya kuwaradi wa Kristo fi qawlihim, katika kauli yao innahu suliba hatta abadu saliba. Kauli ya Wakristo, Yesu kasulubiwa mpaka na wao wakawa wanaabudu msalaba. Msalaba ni sehemu ya ibada zao, msalaba ni sehemu kubwa ya maisha yao ya kiibada. Min ajli dhalika, kwa sababu ya hicho walichoamini, kasulubiwa mwokozi wetu, kasulubiwa kwa ajili ya ukombozi wa nafsi zetu, atukomboa na dhambi na maneno mengi wanasema. Wala ajabu, na kitu cha ajabu kabisa kwa hawa jamaa, wala ajabu kullu ajabu, na ajabu iliyoje, min tanaqudihim fi qawlihim innahu ilahun wa ibnu ilahin thumma yaquluna innahu suliba. Ajabu iliyoje kwa Wakristo kuhusu Isa, wanasema huyu ni ilahun, ni mola, Mungu, na wengine wanasema ibnu ilahin, ni mtoto wa Mungu. Sasa Mungu au mtoto wa Mungu inakujaje asulubiwe na watu wanadamu? Yaani hili ndo ajabu kuliko chochote. Ajabu iliyoje, wanadai huyu ni Mungu, wengine wanasema ni mwana wa Mungu. Sasa inakuwaje mwana wa Mungu asulubiwe au wawe na wanadamu? Tanbihi, kuna tanbihi katuwekea hapo Sheikh. Kuna maneno katika aya hizi yanasema wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Hao wanaodai wamemuua, maneno yao ni uongo, si kweli. Wama qataluhu, hawakumuua. Wama salabuhu, wala hawakumsulubu Isa. Walakin shubbiha lahum, lakini wamefananishiwa mtu. Huyo waliyemtendea hayo wakaona ndo Isa, kumbe si Isa. Ala anna Allah ta'ala najja rasulahu Isa, uhakika ni kwamba Allah mtukufu alimuokoa mtume wake Isa min sharri al-yahudi al-khubatha, kutokana na shari ya hawa Mayahudi makhabithi. Alimuokoa, kaomba na maombi yake yalisikilizwa. Falam yuqtal walam yuslab, kwa hivyo Isa hakuuawa wala hakusulubiwa, kaondoka salama usalimini. Wa innama salabu shakhsan ghairahu, kilichotendeka hawa watu walimsulubu mtu mwingine, sio Isa. Dhannuhu Isa, wenyewe walidhani ndo Isa mwenyewe. Wa huwa alladhi, na huyu ni yule mtu ambaye alqa Allahu shabaha alayhi, Allah aliweka sura ya Isa kwake. Yule msaliti alikwenda kumchongea akawa anawaonyesha maaskari wasiomjua, ndo huyu yule, ndo akapewa sura ya Isa, umbo la Isa, kavaa kama Isa. Watu wakamkamata yeye na wakamfanyia waliomfanyia, fakataluhu, wakamuua huyo dalili. Wa hum yahsabunahu Isa, huku wakidhania huyo ndo Isa mwenyewe. Isa kafichwa na Allah, kaondoshwa kiaina, hawakumpata. Wa hadha huwa al-i'tiqadu al-haqi, hii ndiyo itikadi ya haki, ukweli ndio huu. Alladhi yattafiqu ma'a al-aqli wan-naqli, huu ndo ukweli unaokubaliana na akili na unakubaliana na maandiko.
Kumbukumbu za maandiko zinaonyesha kwamba Isa aliomba Mola wake baada ya fitna na dua yake ilikubaliwa. Wa amma nasara, ama wa Kristo, fayatakiduna annahu suliba, wanaitakidi kwamba Yesu kasulubiwa mpaka leo. Wa anna al-yahuda, na hawa mayahudi wao, ahanuhu, wao ndo walomdhalilisha Isa. Wa wada'u shauka ala rasi, wakamwekea miba juu ya kichwa chake. Wa annahu tadarra wa baka, Isa alipoona ishara za kwamba yuko hatarini, alinyenyekea kwa Mola wake na kumuomba, na huku analia. Ma zaamihim annahu huwa Allah, pamoja na madai ya wale washabiki wake wa Kristo wanaidai yeye ndo Mungu mwenyewe, lakini kweli alifanyiwa maudhi, kweli alikuwa yuko hatarini, na kwa sababu yeye ni mja alimuomba Mola wake amwepushie shari ile, na Mola wake alijibu maombi yake. Mazaamihim, pamoja na madai ya mashabiki wake au wafuasi wake wanavyodai wa Kristo, wanadai annahu huwa Allah, huyo Yesu ndo Mungu mwenyewe. Wengine wanasema Mungu mkuu na muokozi wetu Yesu Kristo. Mungu mkuu akamatwe yasulubiwe, inaingia akilini? Au ibnullah, au wengine wanasema ni mtoto wa Mungu, mtoto wa Mungu kakamatwa, kasulubiwa, kauawa. Wa annahu jaa liyukhallisa albashariya, wakati huyu kaja katika ulimwengu huu kuwakomboa wanadamu min auzariha, kutokana na mizigo ya madhambi au makosa, wasirejee vibaya kwa muumba wao, ila ghairi ma hunalika, pamoja na mengineyo mengi, min atanaqudi, katika mambo ambayo sio sawa, migongano ya kifikra inayopatikana kwenye mafunzo ya Kikristo. Kuna tanaqudul ajib, kuna migongano ya kustaajabisha, algharib, haifahamiki. Walaqad ahsana man qala, kwa hakika kuna bwana mmoja, mtu wa falsafa, kasema maneno yake na kapatia, kasema vizuri mno, tumsikilize. Kuna bwana mmoja mshairi, huyu kasema maneno kuhusu Isa, kasema ajaban lilmasihi baina an-nasara, ni jambo linalostaajabisha mno kuhusu Isa anavyoitakidiwa na Wakristo. Wakristo wanashangaza sana jinsi wanavyomuamini Isa. Wa ila ayin walidin nasabuhu, kwanza tunajiuliza hawa wamemnasibisha na baba yupi? Wale wanaosema Isa ni mwana wa Mungu, ila ayi walidin nasabuhu, wamemnasibisha na baba yupi, mzazi yupi? Si wanasema mwana wa Mungu. Mungu gani? Labda Mungu mwenyewe, kama yule Mungu wa wale washirikina pale Maka, Lata na Uza, ambaye ukimwelekeza kusini kaskazi hageuki mpaka ukamgeuze mwenyewe. Labda ndo Mungu huyo. Wanamuita mwana wa Mungu. Mungu yupi baba yake? Aslamuhu ila al-yahudi, hawa watu walimsaliti kwa Mayahudi, yani alishtakiwa. Kulikuwa kuna serikali pia wakati huu, kuna wafalme wenye nguvu wa Babe. Kwa hiyo huyu dawa yake alivyokuwa anapiga na watu wanamkubali, anapata wanafunzi, akashtakiwa kwenye dola na wenye dola Mayahudi. Kwa hiyo aslamuhu ila al-yahudi, walimsaliti kwa Mayahudi. Waqalu, na hao Mayahudi wakasema, innahum ba'da darbihi salabuhu, walimchapa sana kwanza, baada ya kumpiga akapigika ndo akamsulubu, akafia msalabani. Recall, mwana wa Mungu kakamatwa na watu
wakamsaliti, akakamatwa, akapigwa sana. Maana askari wakikuchukua hawana dogo, wanaenjoy kabisa kukutesa, na wakaona vile unavyolalamika. Kwa hiyo annahum, wanavyodai Mayahudi, annahum, wao, baada dharbihi, baada ya kumpiga sana, salabuhu, wakamsulubu, wakamweka msalabani. Sasa huyu bwana anasema, ana maswali anauliza, fa idha kana ma yaquluna haqqan wa sahihan, endapo wanayoyasema hawa watu ni haki, ni kweli, ni sahihi, fa aina kana abuhu, huyo baba yake anatendwa haya yote alikuwa wapi? Yani wewe usikie mwanao kakamatwa, yuko Madema, yuko ng'ambo, yuko wapi, si unakosa usingizi, chakula hachendi, utakuwa unahangaika tu. Ikiwezekana na wewe mwenyewe ukamatwe upigwe, unatafuta haki ya mwanao, unatetea mwanao. Huyu mtoto wa Mungu aliyekamatwa na watu wakampiga sana, halafu wakamsulubu, yanatendwa haya, baba yake alikuwa wapi? Fa aina kana abuhu, baba yake alikuwa wapi? Mungu ndo yote walimpiga chenga, hajui mwanangu yuko wapi. Kakamatwa na watu wasiojulikana, hata Mungu hawajui kweli? Ndo anasema haya mambo wanayoitakidi watu yanastaajabisha. Fa aina kana abuhu, babake alikuwa wapi? Hina khalla ibnahu rahina al-aadi, pale alipomuacha mwanawe akawa kawekwa rehani kwa maadui. Yani Allah kama ndo mwenyewe ndo mwenye mtoto, au awe Mungu mwingine kama wanavyodai wenyewe, mwanawe anajua ana maadui, halafu wakamwacha ovyo ovyo tu, hana ulinzi, hana kinga, mpaka maadui wakamkamata, akawa rahani kwa maadui. Atarahum, je, nyinyi mnosikia taarifa hizi mnaonaje? Atarahum, munawaonaje Mayahudi hawa waliomkamata mtoto wa Mungu wakampiga sana, halafu wakamweka kwenye msalaba? Nyie wenyewe mnaosikia hizi taarifa mnaonaje? Atarahum ardauhu am aghdabuhu, mnaonaje kitendo kilichotendeka, alichofanyiwa mtoto wa Mungu? Je, huyo Mungu mwenyewe mwenye mwanawe kitendo hichi karidhika nacho au kimemghadhibisha? Mnanifuatilia vizuri? Mnafahamu wanachosema ushehe? Kama ni kweli wanavyodai na wakatamka kifua mbele, tushamuua huyo Isa mtume wa Mungu, wauaji wanasema wamemuua mtume wa Mungu, wale washabiki wake wamempandisha cheo, wanamuita ni Mungu mwenyewe. Mungu kweli anafikishiwa haya na viumbe? Wengine wamuita ni mtoto wa Mungu. Haya, awe mtoto, baba yake alikuwa wapi? Akapigwa chenga, mwanawe akakamatwa, hajui yuko wapi, akamfika ya kumfika. Haya, na iwe hivyo. Je, baada ya kufanyika kilichofanyika kwa mwanawe, nyinyi mnaonaje? Huyo baba baada ya kujua mwanawe keshasulubiwa, mnaonaje? Ardauhu, waliofanya kitendo hichi wamemridhisha babake? Am aghdhabuhu, au wamemkasirisha babake? Baba atakuwa karidhia mwanawe kufanyiwa haya? Maana ndo ondoleo la dhambi la wengine. Bora mwanangu huyu auawe, wengine waondolewe dhambi. Inaingia akilini? Baba atoe mwanawe auawe, walokuwa si wanawe wasalimike? Sasa hapa huyo baba ardauhu, wamemridhisha, ama aghdhabuhu, au wamemkasirisha? Sasa na hapo tutapata alternative mbili kwa mujibu wa shekhe hapa alivyosema. Fala in kana radiyan biadhahum, wallahi ikiwa huyo baba mwenye mtoto wake karidhika na maudhi walioyafanya Mayahudi kumfanyia mwanawe, yuradhi,
Simnaona mpaka sasa watu wanasherehekea, wanaadhimisha siku waliouawa. Kwa wao ni neema, wanaondoleo la dhambi. Baba karidhia, ina maana hiyo. Sasa anauliza Sheikh, fala in kana radiyan biadhahum, tuseme ikiwa huyo baba mwenye mwanawe ameridhia maudhi walioyafanya Mayahudi kumfanyia mwanawe, fa ahmaduhum, basi nyote mnapaswa muwasifu Mayahudi, wametenda jambo Mungu karidhika nalo, wamemfanya Allah aridhie, kafurahi mwanawe kusulubiwa baada ya kupigwa sana. Fahmaduhum, wasifuni Mayahudi wamefanya jambo jema mpaka baba karidhia, Mungu karidhia. Liannahum adhabuhu, kwa sababu wamemwadhibu mwanawe na mwenye mwana karidhika. Mnanifuatilia vizuri, mnanifahamu? Kama wanachosema ni kweli, wamemkamata mtoto babake hajui, wakampiga, halafu wakamweka msalabani, halafu baba baada ya yote karidhika, ina maana ile kazi walioifanya hawa akairidhia yeye mwenye mtoto, inastahiki wapongezwe wafanyaji kazi ambayo imeridhiwa. Fahmaduhum, wasifuni sana, wapongezeni. Liannahum adhabuhu, kwa sababu Mayahudi wamemwadhibu Isa. Wala in kana sakhitan, na ikiwa upande wa pili hakuridhika, kakasirika, mwanawe kakamatwa, kapigwa, kauawa juu ya msalaba, baba kakasirika. Ikiwa kakasirika, faturukuhum, basi bora muache huyu Mungu, hafai, si Mungu mzuri, achaneni naye. Kwa nini? Faturukuhu, muacheni huyu baba yake huyu mtoto, waabuduhum, muabudu hawa waliomwadhibia mwanawe, sababu inaonyesha hawa wana nguvu kuliko yeye. Kama kakasirika na hakuwa na hatua yote ya kuchukua, hakuridhia, kakasirika, basi achaneni naye, hawezi mambo huyu. Hawa ndo wababe zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo akasema kama kakasirika kwa kupigiwa mwanawe halafu akasulubiwa, faturukuhu, nyote muacheni Mungu huyu, waabuduhum, muabudu waliomtesea mwanawe. Kwa nini? Liannahum ghalabuhu, kwa sababu wamemshinda nguvu huyo Allah. Subhanallah. Yule mwenye uwezo, mwenye mamlaka, ndio ana take over power. Kwa hiyo wao, huyu Mungu mwenye mwana, wamemkamatia mwanawe hajui, wakampiga hajui, hata kama anajua hakutoa msaada wote. Baada ya hapo kakasirika, hasira tu zifanye nini? Hawa basi waliofanya hayo mambo wana nguvu zaidi kuliko yeye. Ni kuonyesha kwamba haya yote yanayosemwa, yanayofanywa kuhusu ibada kuhusiana na Isa ni upuuzi mtupu. Akili haikubali. Akili ya mwenye akili timamu haikubali, sio kweli. Haya hayakubaliki na akili. Ajaban lilmasihi baina an-nasara, ni ajabu kwa Isa mwana wa Maryamu iliyoko kwa wale wanaomwamini wa Kristo. Wa ila ayi walidin nasabuhu, hawa jamaa wamemnasibisha Isa na baba yupi? Wanaita mwana wa Mungu, baba yake ndo yupi? Zombi. Aslamuhu ila alyahudi waqalu, wamemsaliti wakamtelekeza kwa Mayahudi, halafu wakasema Mayahudi, innahum ba'da darbihi salabuhu, walimchapa sana, baada ya kumchapa wakamsulubu. Fa idha kana ma yaquluna haqqan wa sahiha, ikiwa wanayoyasema ni kweli na sahihi, fa aina kana abuhu,
baba yake yanatendeka haya yote, alikuwa wapi? Hina khalla ibnahu rahina al-aadi, alipomtelekeza mwanawe peke yake akabaki rehani mikononi mwa maadui. Hakuwa na ulinzi naye, na anajua ana uadui, ana maadui, kamwacha mikononi mwa maadui. Atarahum ardauhu am aghdabuhu, nyie mwaonaje? Waliofanya kitendo hichi walimridhisha baba yake au walimkasirisha baba yake? Karidhia au kachukia baba yake? Fala in kana radiyan, ikiwa aliridhia kitendo hichi cha kuuliwa mwanawe, fala in kana radiyan biadhahum, ikiwa huyo baba mwenye mtoto karidhia maudhi yao kwa mwanawe, fahmaduhum, hawa watu inapaswa muwapongeze, muwasifie, liannahum adhabuhu, kwa sababu wamemwadhibu huyu mtoto na baba yake karidhia. Labda na yeye alikuwa akachoka naye, wasema bora mlivyomfanyia sawa sawa tu, kitu ambacho hakiingia kilini. Wala in kana sakhitan, na ikiwa Allah kakasirishwa au ikiwa baba yake kakasirishwa, maana Mungu hatumjui ni Mungu yupi, na huyo baba hatumjui ni baba yupi, lakini vyovyote iwavyo, kama kakasirika, faturukuhu, huyo baba yake achaneni naye. Waabuduhum, na muabudu hawa waliyemshinda nguvu. Liannahum ghalabuhu, kwa sababu ndo washamshinda wao, wameshinda. Huyo baba yake Yesu kashindwa na hawa jamaa, ndo maana wao wakawana power. Kwa hiyo waabudieni wao. Hiyo ndo talbihi aliyotuwekea Sheikh. Narudia tena, kwa leo tutafikia hapo kwenye aya 162. Narudia tulipoondokea leo, wa in min ahli alkitabi, hapa na yoyote katika watu wa kitabu, Yahudi au Mkristo, illa la yu'minanna bihi qabla mauti, ila atamuamini imani ya sahihi Isa kabla ya mauti yake. Wa yawma alqiyama, na siku ya kiyama, yakunu alaihim shahida, Isa atakuja kuwa ni shahidi kwenye kesi za siku hiyo. Waliomwita yeye mtoto wa Mungu atawakataa, na wale ambao wamesema wamemuua atakuja kutoa ushahidi wake siku hiyo. Fabizulmin min alladhina hadu, kwa sababu ya dhulma zilizotendwa na hawa Mayahudi, haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, tuliwaharamishia mazuri mengi waliokuwa wamehalalishiwa. Wa bisaddihim an sabilillahi kathira, pamoja na dhulma zao, lakini walikuwa na tabia ya kuwazuia watu kwenye dini ya haki. Watu wengi wanakufa makafiri kwa sababu ya vitimbi vya hawa jamaa. Wa akhdhihim riba wa qadluhu anhu, na kosa lao ni kuchukua riba wakati wamekatazwa. Wa aklihim amwala nasi bil batil, na kula kwao mali za watu kwa njia za batil, kama rushwa na namna ya mambo kama hayo. Wa atadna lilkafirina minhum adhaban alim,